Mwanaharakati Maria Sarungi ametoa ushahidi mpya wa picha kutoka kwa kanisa la Gwajima ambapo waumini walinyanyaswa na jeshi la polisi wakidhulumiwa na wengine kujeruhiwa vibaya. Ni ujumbe ambao umetikisa ulimwengu kwa unyama uliotendeka katika ibada hiyo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika tukio linaloendelea kuzua hofu na maswali mazito kuhusu hatima ya uhuru wa kuabudu nchini Tanzania, waumini wa kanisa la Glory of God wameripotiwa kukumbwa na ukatili mkubwa mikononi mwa polisi. Ripoti zinaeleza kuwa baadhi ya waliopigwa, kunyanyaswa na hata kujeruhiwa wakati walipokuwa wakijaribu kufanya ibada nje baada ya makanisa yao kufungwa ghafla kote nchini. Tukio hilo limetokea siku chache baada ya hatua ya serikali kufunga makanisa yote ya Glory of God, hatua ambayo inaonekana kuwa ya kisiasa kwa mujibu wa wachambuzi na wanaharakati wa haki za binadamu. Kiongozi mkuu wa makanisa hayo, Askofu Josephat Gwajima, aliwahi kutoa matamshi makali akilaani vitendo vya utekaji vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya watu wasiojulikana, na ni jambo ambalo limeonekana kuzua mvutano na mamlaka za kisiasa. Baada ya kauli hizo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alinukuliwa hadharani akisema kuwa Gwajima hatakiwi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Tangu wakati huo, makanisa ya Glory of God yamekumbwa na misukosuko, ikiwemo hatua ya kusitishwa kwa shughuli za kufungwa kwa nyumba za ibada katika maeneo mbalimbali nchini. Mwanaharakati maarufu Maria Sarungi ameeleza kuwa kufungwa kwa makanisa hayo hayatafuata utaratibu wa kisheria na kwamba hatua hiyo imekiuka moja kwa moja haki na msingi wa kuabudu kama inavyolindwa na katiba ya nchi. Na kwa mujibu wa Sarungi, ushahidi wa video na picha kuhusu tukio hilo tayari umekusanywa na unatayarishwa na unatarajiwa kuwasilishwa kwa taasisi za haki za binadamu ndani na nje ya nchi wiki ijayo. Mitandao ya kijamii na mijadala ya hadhara sasa imefurika mijadala kuhusu tukio hilo, huku wengine wakitafsiri hatua hiyo kama njia ya kimya ya kuwakandamiza viongozi wa dini wanaothubutu kuikosoa serikali. Kwa upande mwingine, baadhi ya wananchi wanaonyesha hofu kuwa hali hii ikiendelea Tanzania basi inaweza kushutumiwa vikali kimataifa kwa kuvunja haki za binadamu. Taarifa zaidi kutoka kwa maeneo ya ibada zilizofungwa zinaonyesha hali ya sintofahamu miongoni mwa waumini, ambapo baadhi yao wanajaribu kuendelea na ibada hata nje ya majengo ya kanisa, lakini walikabiliwa na nguvu za dola. Hali hiyo imesababisha majeruhi kadhaa na kuibua hisia kali kutoka kwa makundi ya kiraia yanayopigania haki za kidini. Kwa sasa mashirika ya kutetea haki za binadamu yanachunguza tukio hilo kwa karibu, huku jamii ya kimataifa ikianza kuelekeza macho yake kwa Tanzania. Tukio hili limeibua hofu kuwa uhuru wa kuabudu unaweza kuwa mashakani endapo hatua za kurekebisha hali hazitachukuliwa kwa haraka. Matukio haya yanakuja katika kipindi ambacho nchi inakaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na hivyo mvutano kati ya dini, siasa na usalama unaanza kuibua taharuki kubwa kuhusu hali ya haki za msingi nchini, huku waumini wakiendelea kusubiri mwongozo mpya kutoka kwa viongozi wao wa kiroho. Hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika makanisa ya Glory of God nchini kote.